salama mwanangu, aza kunisusa. Wanangu mmenisusa, mimi nasubiri hata visukari ninywe chai kimya na baba yenu jamani. Msinifanyie hivyo jamani. Hamna mamangu, sijakususa, ila si unajua tena tangu mdogo wako atuchoke hapa. Ni majukumu yote ninayo mimi. Ni kweli. Haya mwanangu, nashukuru, karibu. Asante mama, sasa mimi nimekuja hapa. Kuna mambo kidogo yananichanganya. Mambo gani tena mwanangu? Unajua nimekuwa na ndoto za oveni, kila nikiota namuota sana mama, yani mpaka nashindwa kuelewa. Siku chache zilizopita nimeota ndoto kwamba mimi naolewa. Na kwenye hiyo harusi yangu, yani mama alionekana mwenye furaha, yani alicheza mpaka watu wote waliokuwa kwenye shughuli wanamwangalia yeye. Sasa nikajiuliza hii ndoto ina maana gani? Au mama mkubwa unaelewa? Mwanangu, hiyo ndoto ni nzuri sana. Halafu ni wachache wanaotokewa na hizo ndoto. Unatakiwa ushukuru na wewe pia ufurahi, kwa sababu mdogo wangu kabla ya kifo chake alikuwa anapenda sana ashuhudie ndoa za watoto wake. Lakini Mwenyezi Mungu akupenda akamchukua mapema. Kwa hiyo sasa inaelekea hichi kitu kaondoka nacho huko aliko. Na ndio maana kimekutokea. Hataki watoto wake mtangetange mhangaike na wanaume mara huku mara huku mara huku. Anataka mtulie kwenye ndoa zenu, mpate familia zenu ambazo ni bora. Kwa hiyo naona kama apite kwenye njia hiyo ya ndoto. Kwa hiyo ndoto ni nzuri, hata mimi mwenyewe pia nimeifurahia mwanangu. Kwa hiyo mtoto kubwa ya mama ni kutuona sisi watoto wake tumeolewa. Ndiyo. Muolewe, muwe na nyumba zenu. Basi hapo ndo naielewa ile ndoto kwa kweli. Ndoto ni nzuri sana. Mimi mwenyewe pia nimefurahi. Kweli? Kwa kutokea kwa ndoto hiyo. Ni wachache sana wanaweza kutokea. Ni kweli kabisa. Tena mshukuru. Mshukuru sana. Sawa mamangu, mimi ndo kilichonileta. Kwa hiyo sasa hapa mfano wakatokea mwanaume sasa anataka kuoa. Sawa. Process zije zifanyike kwako au tukupigie tu simu? Sasa mnataka kwenda wapi? Mimi tena si ndo mwenyewe. Na hivi nyumba yetu sasa hivi haina mkubwa. Mkubwa ndo mimi sasa. Haina shida, we mlete hapa. Basi mambo yaendelee. Mama, mimi ngoja nikuache. Nilikuja tu kwa ajili ya hilo, ila nashukuru kwa kunifahamisha, nimelielewa na tutasimama kwenye msingi huo ambao na pia tutahakikisha tunaitimiza ndoto ya marehemu mama yetu ili tumfurahishe na yeye huko aliko. Sawa mwanangu, mimi pia nashukuru. Nashukuru sana. Mungu alibariki jambo hili na hii ndoto. Naomba itimie mapema sana na mimi nipate kupiga vigelegele kama mama mkubwa. Tena ninaanza kuvipiga leo. Namtaka uniletee huyo baba mwanangu. Hamna shida mama, mimi ngoja niende nyumbani maana nimemwacha Nasi hapo nyumbani. Kama unavyomjua Nasi, ni kavivu. Jamani, uvivu wake hajaacha? Hajaacha. Mwenzake sasa hivi uko kwenye kaeka za biashara huko. Jamani, umwambie kuchati tu hapo ndani. Yaani hana chochote atakachokifanya. Aingie WhatsApp, Facebook. Nitamleta hapo uje umseme kidogo. Maana sisi tukimsema anatusalau kama nini. Hapana, mlete. Tena ikiwezekana kesho waje. Basi hamna shida mama, mimi ngoja nikuache. Haya mwanangu, safari njema. Haya, wewe na siku njema. Shikamoo. Hapa vipi? Kwa umeshtuka. Kwa wapi mzee? Sawa.
Sasa blaza ukiwa hivyo unajua mimi nitakuaje? Hakuna fresh tu lakini hamna shida. Kama nilivyokuambia, yani sio hivyo blaza. Niko poa. Kwa hiyo wewe blaza ninakutegemea hapa nyumbani. Alafu mwisho wa siku tunakuaje? Niko poa. Hata mwenyewe ukiangalia mwisho wa siku mimi hivi naweza nikawa na furaha kama ukiwa hivi. Ni mawazo ya kawaida tu. Ambao kidogo alikuwa anachanganya lakini fresh. Mambo fulani tu lakini nitakwambia nikipata muda kidogo kufikiria. Kuhadisia. Kwani kuna shida gani? Sio shida ile kitu ile, ni mambo ya kawaida. Sinajua tena. Haya bwana, mimi nilikuwa naenda kazini. Poa, vipi wapi? Fresh. Vipi kuna wapi cha? Mimi huko mbele ya safari. Poa basi. Basi hamna shida. Baadaye tutasomana. Namba unayopiga haipokelewi. Tafadhali jaribu tena baadaye. Nilikuwa niko hapa ndani kidogo, ndio nimeacha hapo pembeni, ndio nimerudi hapo ndio nimechukua. Sawa, nataka tuonane ili nikuambie kuhusiana na kutatua hilo tatizo ambalo limetokea. Nataka tuonane ili tuzungumze kidogo kuhusiana na kutatua hilo tatizo ambalo limetutokea.
Utakapoane bagani? Hata leo hii, hata sasa hivi kama una muda, tukutane pale njiani pale, kama unaelekea shuleni pale, kuna hospitali kipo pale. Basi hata tunaona maeneo hayo. Basi poa. Bosi. Shikamoo. Asubuhi bwana. Safi. Ndio. Vipi simamini? Safi. Kama kawaida yetu tumekuja kuripoti. Tena peke yako? Kuna nini bosi? Yaani ukila nikiwaita ofisini na kuona wewe tu. Bosi, hebu acha hizo. Nani yuko hapo jamaa anakuja. Muda si mrefu. Nimekuja naye leo, nimekutana naye. Yaani kwa nini inakuwa wewe ndio unakuwa uko faster sana kuliko Lisha? Na matatizo gani? Si unajua bosi, kazi asubuhi. Sasa ndio maana kidogo mimi natakiwa niwahi, lakini leo nimekuja naye. Okay. Sasa umekuja naye? Sasa kama hivyo halina tatizo. Sawa. Unaweza ukapumzika kwanza hapo. Sawa. Tuweze kumsubiria, sawa? Hamna shida. Mama. Naona leo umeleta ofisi umekuja kuangalia huko. Ase wewe mkorofi sana. Hamna bosi. Mkorofi sana. Mambo tu, unajua tuna ujana. Yaani sijajua tatizo nini. Lakini labda kuna kitu kingine labda kinaweza kikawa kinakuletea incoming nzuri ya kipesa. Hakuna kingine. Bosi wangu mimi napata tena wapi sikuwa. Sasa kama unafahamu hayo Lishi, unakuwa faster katika mambo ya pesa. Mbona mwenzio anakuwa faster sana? Ni kweli. Mambo tu. Haina shida. It's okay sasa. Nani sana. Kuna kitu kidogo namalizia hapa. And then tutaendelea na mambo mengine. Lakini kila kitu clear. Lishi. Ule mlikamilisha? Tulikamilisha. Sawa. Ngoja nimalizie, kuna kitu kidogo hapa. Sawa. Malizia. Basi haina shida. Kwa jamaa zangu kumbe mwanangu umezingua kinyama. Mungu katika watu marafiki ujue wewe ufuata kwa kuwa rafiki hata nusu saa rafiki yangu. Kwa nini tena ndugu yangu? Sasa kumbe kwa nini usingeniambia kumbe na mashetani? Afu unacheka kumbe kwa hiyo wewe unajua ujue. Wewe useke ujue mimi mgongo wa moto ujue nimekutana na kiboko. Unashtuka leo mzee. Unashtuka leo. Afu kumbe unajua. Kwani usingeniambia sasa rafiki yangu mbona unazingua namna hiyo wewe? Ushaona wewe umejionea mwenyewe. Umezingua bwana. Mimi nimesema ngoja kwanza naye aende nikamkute na kumkuta. Kwa sababu ile sasa umeona kumbe ulikuwa unajua umeanza kuniambia. Ndio. Mimi siwezi eti mimi nimkatae mtoto mzuri kama yule kweli. Hivi mimi nitakuwa na akili timamu kweli hata mwenyewe ukiangalia. Sasa kumbe kwa nini usingeniambia sasa? Sasa ningekwambia sio unaona kwamba mimi mpea. Kwamba ungeona huyu jamaa ananifikia. Ungeniambia. Mtoto mzuri na ile eti mimi nimwache hivi. Kuna kitu mjomba shtuka.